Juzi nimsikia, naomba nitumie neno ambalo sio zuri, lakini ndilo hilo linalofaa. Nimsikia lofa mmoja akisema Wakatoliki wakiwakilishwa na yeye wameandika barua kwa balozi wa Baba Mtakatifu kumshtaki Padri Charles Kitima. Wakatoliki wanamshtaki Padri Charles Kitima. Hivi hapo kuna ukweli? Enyi Wakatoliki wa Goba Maria, kuna ukweli? Na huyo aliyekuwa anasema hivyo kwa ulofa wake amethubutu kuwa mnafiki. Amevaa rozari shingoni kusudi tudhani kwamba ni Mkristo kweli. Huyo sio Mkristo, huyo ni kibaraka, huyo ni ndumira kuwili, huyo ni msaliti ambaye anatenda maovu, anashabikia uongo na anajidai kwamba anamwakilisha Kristo. Kwa bahati mbaya, baadhi yenu wa Kristo mnaweza mkapelekeshwa mkanunua hizo kauli, hiyo misimamo. Samani tena kwa neno nitakalotumia, huo upumbavu. Mkristo hapaswi kuwa mpumbavu. Mkristo anapaswa kuthubutu kusimama kidete na kusema mimi ni Mkristo na sitakuwa ndumira kuwili. Mimi ni Mkristo na sitasema uongo. Mimi ni Mkristo, sitamwonea yeyote, kumsulubu yeyote au kumsingizia uovu. Kwa bahati mbaya, Watanzania tumeingia kwenye huo mchezo wa kuthubutu kutendeana maovu, wa kuthubutu kudhulumiana, wa kuthubutu kunyanyasana, wa kuthubutu kutendeana hiana na kudhani kwamba hiyo ni kazi ya Mungu. Na kwa sababu ya njaa. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya njaa. Hata Wakristo baadhi wako tayari kujiuza na kufanya kazi ya hila, ya uovu, ya chuki, kazi isiyompendeza Mungu. Hapo ndipo nchi yetu ilipofika sasa, kuwa mchanganyiko wa watu wa hila, mchanganyiko wa watu wa dhuluma, mchanganyiko wa watu wa uonevu na manyanyaso, mchanganyiko wa watu wezi. Haya ni makubwa, hebu wasikize hao wafire wanaongea. Lakini pia katika barua yetu kwa balozi wa Vatican tumeomba mambo makuu matatu ambayo yanaweza yakaanza kufanyiwa kazi taratibu au kwa haraka, niseme hivyo. Maana kwa taratibu tena jambo litakuwa ni lile lile. Moja, kufanyika kwa mapitio ya kichungaji na kiutawala kuhusu hoja zilizopo dhidi ya Padri Dr. Charles Kitima. Lakini pia namba 2, kutolewa kwa mwelekeo wa wazi utakaohakikisha uongozi wa kanisa
unabaki huru dhidi ya siasa za vyama ikiwemo Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Namba 3, kuchukuliwa kwa hatua zozote zitakazoonekana zinafaa kulinda umoja wa waumini, amani ya jamii na mamlaka ya kimaadili ya Kanisa Katoliki. Na tuna imani kuwa mamlaka ya Kanisa Katoliki kupitia Vatican ina busara na dhamana ya kulinda kanisa dhidi ya migawanyiko, na kwamba ombi hili litashughulikiwa kwa maslahi mapana ya waumini na jamii kwa ujumla. Tunabaki kuwa waumini watiifu wa Kanisa Katoliki, tunaoheshimu mamlaka ya kitume, na tunaendelea kusimama katika misingi ya imani, amani, utiifu, lakini pia maombi na umoja wa Kanisa Katoliki. Kwa hivyo hayo ndiyo mambo ambayo sisi, mambo makuu matatu ambayo tumeonelea, kwa sababu kama imeanza kuonekana leo linazungumzwa hili, leo linazungumzwa hili, sisi waumini maana yake sio wote wenye mtazamo sawa, sio wote wenye akili sawa. Kuna mambo yanaweza yakawa yanaleta sintofahamu taratibu. Kesho litazungumzwa kubwa zaidi ambalo litatugawa zaidi sisi kama waumini. Kwa hiyo barua hiyo tumeipeleka leo na imepokelewa, imesainiwa, na tunaamini kwamba kwa mujibu wa kwa vile tulivyopeleka na mawasiliano yetu yapo na kila kitu kipo, basi tutaona namna ambavyo wao watatujibu, na kama itatokea basi tutawaita tena waandishi wa habari kwa ajili ya kuja kutoa mrejesho. Kwa hiyo nimewaonyesha barua ambayo tayari sisi imeshapokelewa, ni hii hapa. Kwa hiyo ni hayo tu, sisi tumepeleka barua hiyo kwa ubalozi wa Vatican tukiwa kama vijana wa Katoliki, lakini pia watu ambao tunaona kabisa sisi kama waumini kuna vitu vitakuja kutuyumbisha mbele ya safari. Asante sana. Wanasema sababu ya kwanza ukiuliza vijana, hata sasa hivi, hata nyinyi mlivyo huko kwa waandishi wa habari, hatuko salama. Watu wanatekwa, watu wanapotezwa, watu wanauawa. Ni zoezi lina zaidi ya miaka 2 sasa hivi hilo linaendelea. Vijana wamechoka kuvumilia. Demokrasia haina maana tena kufanya uchaguzi, kwa sababu utagombea wakala hatapitishwa. Na sisi tulifanya kikao hapa, tukawashauri serikali tarehe 30 mwezi wa 4 usiku wake ambapo waliamua kuniua mimi. Ndio tulipitisha yale maazimio, na uzuri yamekabidhiwa pia serikalini mwezi wa 8 tarehe 27. Tuliyakabidhi pia. Pamoja kwamba ilikuwa tuyakabidhi wao, zilipofuata wakataa kuniua, Mungu bariki, nikapona kidogo basi. Najua naweza nikauawa leo baada ya taarifa hii pia. Sasa tulisema haya yasipozingatiwa nchi haitakaa salama, tunaelekea pabaya. Jambo TV huyu hapa amearipoti, nendeni kwenye clip ninapomwambia tunaelekea pabaya, nchi inaharibika. Fuateni hizo clip ziko hapo, tuliongea. Tunaelekea, taifa linaelekea pabaya, tulishaona. Lakini kupuuza viongozi wa dini ni hatari sana, kwa sababu viongozi wa dini hawana maslahi binafsi kwenye taarifa zinazohusu uhai wa mtu. Tunapogusa uhai wa mtu, hatuko na maslahi binafsi. Tunaangalia uhai wa mtu aliyoko na yule ajaye. Kwa hivi kusema watu wamenunuliwa na nini si kweli. Kuna matatizo yanayoendelea ya msingi ya nchi ambayo hayajashughulikiwa. Watu wanatekwa, watu wanapotezwa, watu wanauawa. Kuna watu zaidi ya 80 kitu, taarifa ambazo tumeziona za TLS na taarifa zingine Legal and Human Rights Center, na wena namba inaongezeka. Angalia utekaji uliokuwa umeanza kuzuia maandamano ya tarehe 29. Ulikuwa utekaji, tunashukuru baadhi yao wamepatikana, wengine hawapatikani mpaka sasa. Ukiuliza wanaambia hatujui alitekwa na nani. Lakini nani aliyeweka ahadi ya kulinda watu nchi hii? Na wanaoteka wanakuja na magari, matajiri hao wanateka maskini hao, wana shida gani? Alafu vijana wamejenga uwezo kutokana na elimu nzuri ya Tanzania, elimu ya sekondari. Vijana wameshajenga uwezo wa kuhoji vitu. Elimu ya sekondari hii tunaotoa ya kata, tuna sekondari zaidi ya 7,000 nchi hii.
nafasi zaidi ya 1,000,000 watoto kuingia form 1 kwa mwaka nchi hii. Sasa kila mwaka unazalisha watoto wanaofikiri vizuri, wanaomaliza form 4. Unategemea tu uwaburuze tu bila kuhoji? Haipo. Watahoji, hii nchi ni yao, watahoji. Kitu kama hakiko sawa, watasema kwa nini tunatekwa, kwa nini tunapotezwa, kwa nini watu wanapatikana wameuawa kinyama. Kuna mauaji baba yanafanyika ya kinyama mpaka ukiona unasikitika.